Clatous Majanga. Mmecheza Zanzibar weekend hii dhidi ya FAR Rabat, mmeibuka na ushindi wa bao 1-0. Kabla ya hapo maneno yalikuwa mengi kuhusiana na mchezo wenu dhidi ya FAR Rabat, wengi wakisema kwamba Young Africans imedondokea kundi la kifo, lakini mmeibuka na ushindi wa pointi 3. Pengine mchezo huo unauzungumziaje? Mchezo ulikuwa mgumu sana, na ukiangalia namna ambavyo FAR Rabat ni kati ya timu ambazo zinacheza vizuri. Walicheza vizuri, lakini bahati ikawa kwetu na tukaweza kushinda. Yaani kwenye michuano hii inapofika hatua hii ya group stage, michuano inakuwa mizito sana. Ndio maana japokuwa hujaniuliza, lakini wenzetu hawa majirani wetu wameangukia pua nyumbani. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Ni kweli watu wengi hawakutaraji walichokiona siku ile, walikuwa wanaamini kwamba sisi tushamaliza. Japokuwa kweli malengo yetu yalikuwa yameshatimia ya kuingia hatua ya makundi, lakini tulicheza kibingwa sana, tukacheza ni kibabe mno. Sababu bila ubabe pale pengine matokeo yangekuwa magumu sana, lakini ubabe na namna ambavyo tulivyojidhatiti kwa maana ya uongozi na benchi la ufundi, tukajikuta tumepata matokeo ambayo kwetu sisi yamekuwa faraja kwa timu ya Yanga na faraja kwa taifa zima, kwa sababu kwenye timu 4 ambazo zimeshiriki michuano ya kimataifa ni Yanga pekee ambayo imeweza kuwatoa kimasomaso wa Tanzania. Walianza kumpigia kelele Prince Dube na ndiye aliyeokoa kule Zanzibar. Sio swala la kuokoa, yule ni mchezaji wa Yanga, anafanya kazi za Yanga. Sio swala la kutuokoa, ni kama mtu tumemkodisha. Sisi hatujamkodisha Dube. Dube ni mchezaji wetu, kwa hiyo alifanya eneo la majukumu yake, alitimiza majukumu yake, na ndio maana tukapata ushindi. Swala la kusema ametusaidia sio kweli. Unazungumziaje goli alilofunga Prince Dube? Ni goli zuri, ni goli la uwezo sana. Lawama nyingi zilikuwa zinaonekana kwenye yale magoli ambayo alikuwa anaonekana ni mepesi, alikuwa ameshinda, lakini ile goli unaona namna ilivyotoka na mpira huko mpaka akaenda kufunga. Ni kweli, yani aliamua kutoa zile lawama, ni kwa kuonyesha kwamba anaweza kufanya jambo, na uwezo huo anao, sababu hata kipindi hiko ambacho kabla hajaja Yanga, wakati anacheza Azam FC alishawahi kudhiazibu hizo timu zote za Kariakoo katika mazingira kama yale. Yani yule ndio Dube ambaye mara nyingi anakuwa anacheza vile. Sasa kipindi cha katikati hivi alivyokuwa ameshindwa kupata magoli, watu wakawa wanafikiria kwamba huyu Dube ana changamoto gani, lakini mimi binafsi sikuwa na changamoto ya Dube, kwa maana sio ya mambo ya mazingara, sio mambo ya utamaduni wala nini. Nilikuwa naona tu yeye mwenyewe tu alikuwa pengine labda hajaamua au bahati ilikuwa iko upande wake. Ulitegemea kwamba Young Africans ingeibuka na ushindi wa kuibuka na pointi 3? Of course yes, ndio mimi nisafiri mpaka nikaenda zangu Zanzibar, kwa sababu uwezo ukatoa nauli yako kutoka hapa mpaka Zanzibar kwa timu ambayo huiamini, kwa sababu unajua gharama, yani unatoka hapa Zanzibar unabidi ulale, uingie uwanjani, kwa hiyo ni gharama hizo. Sasa kama uiamini timu yako, uwezo ukasafiri, utabaki huku utaangalia tu kwenye vibanda vumizi. Lakini ukiona mpaka nimeamua kutoa nauli yangu kwenda Zanzibar, maana nilikuwa na uhakika na timu yangu, na nilikuwa na uhakika kwamba nini tunafanya, kwa sababu michuano hii natumia lugha nadhani kwa mashabiki wa Simba watu waipenda, lakini ni unakuwa mzembe sana unapokuwa unacheza nyumbani alafu ukakosa matokeo ya ushindi, hasa kwenye hatua hii hii imechukua kama knockout stage, japokuwa ni hatua ya tunasema ya makundi, lakini sio nzuri sana unapokosa matokeo ukiwa nyumbani. Pengine ushindi huu unawapa nafasi gani kuelekea hatua nyingine? Inatupa hatua nzuri, inatupa morali, kwa sababu unapokuwa unashinda maana yake unafanya wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki wote wa kitu kimoja. Lakini pekee tukipoteza mechi tukiwa nyumbani, ingekuwa kwetu sisi ni tabu kweli, yani tungekuwa tumejitafutia matatizo, kwa sababu kwanza mashabiki wangeanza kuongea vitu vingine. Umeona ile mechi ambayo tumepoteza na Mbeya City, lawama zimekuja kwa kocha kwamba kocha afai, mwisho siku tukamfukuza. Kwa hiyo kwenye vilabu vya Simba na Yanga, timu inapokosa matokeo watu wanakuwa hawana uvumilivu. Kwa hiyo sisi kupata matokeo ya kushinda goli moja imeturudisha pamoja. Sasa hivi tunazungumza lugha moja. Sasa hivi mnazungumza lugha moja? Naam. Kwa hiyo sasa hivi kundi la kifo limehamia kwa yani nilikuwa nazungumza na narudia tena, timu ya Simba isipofuzu kwenye hatua ya robo finali, anatakiwa kikosi kizima pamoja na benchi la ufundi na viongozi wake wapelekwe hata Lugalo au wapelekwe kambi yoyote ya jeshi wakatandikwa viboko, kwa sababu wako kwenye kundi mchekea. Lakini wakishindwa qualify, kwa sababu wao wanadai wenyewe malengo yao ni kimataifa, na hapa Tanzania kwa maana ya ligi yetu wanasema wametuachia sisi. Kwa hiyo kimataifa wanatakiwa waonyeshe cheche zao. Kwa hiyo wasipoweza qualify wanatakiwa wapate adhabu kali kwa kweli. Sasa hivi wanaongea wanasema kwamba wao ndio wapo kundi la kifo sasa hivi. Wanaweza yani kutokana na timu yao sasa. Mwanzo waliamini timu yao ni kali, lakini baada ya kufungwa wakagundua timu ya kawaida. Ndio maana Waswahili wanasemaje, ngoja inyeshe ndio utaona panapovuja. Safu ya ulinzi ya Young Africans ama golikipa ipi, nani alifanya bora zaidi? Wote walifanya bora, kwa sababu timu hii tulikuwa tunacheza kitimu, umeelewa?
kwenye kipindi hiki kifupi ambacho kocha Pedro amepata kile kikosi, uwezo ukasema kuna mabadiliko makubwa ameyafanya kwenye kikosi, lakini kilichofanyika zaidi ni morali na watu walikuwa. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza timu nzima ilicheza, uwezo ukasema eti unamtemu mtu fulani, lakini kwa maana ya mchezaji wa pekee mwenye kipaji bado utamtemu Pacome Zouzoua, kwa maana mchezaji ambaye pekee yake ukimwangalia unaona sasa huyu ndio X factors ambaye Simba walikuwa wanalia kipindi cha Fadlu Davis kwamba hawana mchezaji wa namna hiyo. Unamzungumziaje Mudathir Yahya? Mudathir ni mchezaji mzuri na ni mchezaji wetu na alionyesha kiwango, japokuwa alitoka kwenye majeraha, lakini alionyesha kiwango cha kutosha na akacheza vizuri. Ni mchezaji mzuri sana, hana shida. Kwa upande wa Simba, ni mbinu za mwalimu zimewafelisha ama wachezaji wenyewe? Hawajafelishwa na mbinu za mwalimu, hawajafelishwa na wachezaji wenyewe. Ni kwamba kuna wakati mpira una maamuzi ya kikatili sana. Unaweza ukafanya kila kitu lakini mwisho wa siku ukajikuta unakosa matokeo. Na ndio maana jana Uingereza kuna timu inaitwa Manchester United ilikuwa inacheza na Everton. Everton walikuwa wanacheza wakiwa pungufu, lakini Manchester United amefungwa goli moja bila na alikuwa yuko nyumbani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine si lazima kuwe na makosa ya viongozi au benchi la ufundi wa wachezaji ili uweze kupoteza mchezo. Wakati mwingine inaweza ikawa tu bahati. Yaani unaweza kwa tu huna bahati. Kwa hiyo kilichohukumu Simba ni kwamba hawakuwa na bahati, walifanya kila kitu, waliingia mpaka eneo la wapinzani, wakagongesha mwamba, Kibisawala yeye na golikipa, akajaribu kumpiga chenga golikipa, akapiga nje. Si kwamba lawama eti kwa kocha au kwa wachezaji. Ni mambo ya Simba na Yanga naona vitu kama hivyo, lakini ukweli ni kwamba mpira uliamua vile, hawakuwa na bahati tu na ndio maana walishindwa kupata ushindi. Kwa maana hivyo Petro alistahili ushindi ule. Siwezi kusema walistahili kwa sababu Petro wenyewe walikuja wanakuja ku defense, umeelewa? Lakini unapoonyesha nafasi ya kushambuliwa, yani mtu anaamua ku defense, lakini wewe ukizembea maana unafungwa. Wao hawakushambulia, hawakuja kwa ajili ya kushambulia. Na ndio maana mashambulizi mengi yalikuwa yanafanyika na Simba, umeelewa? Petro yani Atletico walikuja kwa ajili ya kuzuia, lakini walipoona mianya ya Simba kuna counter attack moja ile pale wakapata goli, mechi wakawa wameimaliza katika mazingira hayo. Mpanzu ni mchezaji wetu. Mchezo kivipi? Sasa atembea na mkataba wa Yanga kwa na ujui. Umesikia mashabiki na namna walivyokuwa wanaliwa, wanasema kwamba kama vipi tumchukue mapema tu. Ni mchezaji ambaye anatembea na mkataba kwa sababu anakula chakula chetu, analala sehemu yetu. Na unawezaje kusema hivyo wakati anavaa jezi ya Simba? Kuvaa jezi ya Simba unajua nini? Kwa sababu sisi tumewafunga mara 6 mfululizo. Tukaona tukiwanyang'anya huyu Mpanzu ambao kwa wao ni tegemeo, tutakuwa tumewaweka katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo tumewachia acheze ili mradi dirisha dogo dirisha kubwa ili tumchukue ili tuweze kuimarisha safu yetu. Maana huku pembeni akitokea Mpanzu, pembeni Pacome Zouzoua, hiyo timu yani muda wote unakunywa kahawa tu. Kwa hiyo maana hivyo mnamtaka Mpanzu? Sasa tunamtaka, ni mchezaji ambaye tayari kasha sinya ule mkataba wa awali. Kwa hiyo anacheza tu kwa yani kama tuseme kama tumewaazima lugha nzuri na sawa, tumewaazima ili wasije wakachapana bakora. Umeelewa? Tumewazima kwa muda acheze ili mradi na ndio maana umeona kiwango chake tangu sisi tumsaini amekuwa anacheza chini. Msaini nani? Yani Mpanzu, nisikize vizuri. Kuna mkataba wa awali. Unajua hivi tunachokuzungumza unaweza kuona kama comedy. Hata wakati tunazungumza kwamba Mohamed Hussein Zimbwe sisi tumempa mkataba wa awali, watu walikuwa wanabisha hivyo. Alikuwa anaenda timu ya taifa, anaenda wapi, lakini akiwa na mkataba wa Yanga. Sisi ndio tunavyofanya. Mchezaji yote mzuri tunaamua tumweke kwa sisi. Umeelewa? Kwa hiyo Mpanzu acheze vile kwa sababu ana uwezo. Anacheza vile kwa sababu anajua kuna timu anatakiwa ajachezee baadaye. Asije akapata majeraha akaumia, afisi tukashindwa kumtumia. Bwana upo serious? Niko serious kabisa na unajua shida ni nini? Simba sasa hivi financial wako vibaya sana. Na ndio maana hata kujaribu kuingiza mashabiki bure. Kwa sababu kama mechi ya juzi hapa mashabiki walioingia sidhani kama 15,000 wanafika. Ni mashabiki wachache sana. Mechi kama ile ambayo unataka jambo lako, unaruhusu tu mashabiki waingie bure ili angalau upate ile vibe ya kushangilia. Umeelewa? Kwa hiyo lakini hata mashabiki wenyewe walisema wao sio watu wa bure. Hapana, ile ilikuwa ni tricky tu, ile si comedy. Walipangwa mapema ili wazungumze vile, kwa sababu kama walisema hawataki bure na Ahmed Ally anasema kwamba uongozi ulisema kwamba mashabiki waingie bure. Wakati wanasema hatutaki bure, hapo akaonyesha viingilio. Sasa hivyo viingilio walikuwa wamepanga pale. Kama timu kwa maana ya viongozi wamemwambia nenda kawaulize mashabiki wanataka bure au hawataki bure.
Maana si walikuwa washaamua kwa mechi hiyo bure. Sasa hivyo viingilio alivipata saa ngapi wakati walivyokataa tu kwamba hatutaki bure, hapo hapo kasema viingilio shilingi 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Sasa muda gani alikuwa anawasiliana na viongozi wakapanga hivyo viingilio? Maana inaonekana ilikuwa ni comedy tu, walikuwa wanacheza mchezo tu, lakini haikuwa sawa. Kufungwa kwa Simba kuna waathiri vipi kuelekea katika mchezo dhidi ya Stade Malien? Kwa wao ni athari, lakini kwetu sisi, kwa mfano kama sisi wana Yanga, ilikuwa ni furaha kubwa sana, kwa sababu kwanza tumeenda Zanzibar, tumepata matokeo mazuri haraka sana, mkatoa Benjamin Mkapa. Yani mapema mno tumefika pale na mabegi yetu kabisa, tukaingia uwanjani, tukapata furaha nyingine ya mtani wetu kufungwa. Lakini kwao imewaathiri kwa sababu wao wana magomvi yao mengi. La kwanza wana ugomvi kuhusu Mangungu, umeelewa? Sasa hivi wamerudi kwa kocha, wamtaki Matola. Nasema Matola yani huyu ni kocha, wanavodai wenyewe ni kocha kama wa 19 yuko pale, yeye akiwa kama kocha msaidizi. Kwa hiyo wanamshutumu Matola, wanamshutumu kocha wao yule Matatu, wanamshutumu Mangungu. Kwa hiyo hii imewaathiri, na tarehe 30 wanakwenda kwenye uchaguzi, kwa hiyo wanakwenda kwenye mkutano wao mkuu. Kwa hiyo naamini na niliwashauri kwamba polisi wawe wengi kwenye mkutano kuliko wanachama. Meja, unasema nini? Nisikilize vizuri. Na washauri waweke polisi wengi kuliko wanachama. Kwa sababu gani? Muda wote kinaweza kuwaka, sababu watu wanajazba sana. Alafu kingine pia nilichokiona, na wasaidia tu angalau kidogo wasini. Siku hiyo ya tarehe 30 ndio timu yao inacheza, wakati huko wana mkutano. Kwa hiyo tayari washajigawa. Sasa haijulikani Mangungu atabaki kwenye mkutano au ataenda kwenye mechi. Unaangalia ni namna gani viongozi wanavyoshinda, kwamba walikuwa hawajui mpaka wanapanga vile. Hivyo ni vitu vya kuchekesha sana. Sio hicho tu. Juzi nilikuwa nimeenda kwenye klabu yao pale, napita chini kule, nimeangalia kwenye ile duka lao la jezi. Nimeziona jezi za Chelsea sasa. Yes. Yani sikiliza, sio kufuata ni Msimbazi mtaani. Yani ukipita unaona duka lao kwa juu kule, jezi za Arsenal, jezi za Liverpool, jezi za Manchester wameweka kwenye duka lao. Hivi vitu vya kuigaiga, yani wasiaige Yanga. Yanga kufika pale unakuta jezi za Yanga tu. Ile ni duka la Yanga. Umeeleza duka la Simba. Lakini kwa jezi za Arsenal, wale jezi za Chelsea, jezi za Real Madrid ni vitu pengine kuna ubia wa nini na Manchester Liverpool. Sasa Manchester nao kwenye duka lao wanaubia na timu gani? Hii itakuwa kichekesho. Unajua ukiwekea hapa Mr Bean, afu kawekea hapa klabu ya Simba. Yaani kwa Mr Bean unaweza usicheke, lakini kwa klabu ya Simba ukacheka. Ulikuwa unazungumzia mkutano. Nasema mkutano wameuweka tarehe 30, siku ambayo timu inacheza nje. Manake sasa wanakuwa wanachanganya hapa. Haijulikani viongozi watajigawa vipi. Je, sasa hivi watakuwa wana focus na mechi au watakuwa na focus na mkutano? Kwa sababu mkutano nao na maandalizi yao. Wanatakiwa waeleze watu mapato na matumizi, waeleze kwamba kwa nini hapa kuna Jairuti alafu hapa kuna Diadola. Sasa nani mwenye jezi, Jairuti au Diadola? Au maswali ambayo wana Simba wanataka waulize viongozi wao. Umeelewa? Kuna vitu vingi ambavyo watu wanataka wakavioje kwenye mkutano. Sasa tarehe 30 huko wanacheza huko mkutano. Hawa kuna kitu wamekilenga hapa. Unajua ni wajanja sana. Kitu gani hicho? Kitu alichokilenga hapa, wanaamini kabisa kwamba timu yao haiwezi kufanya chochote. Kwa hiyo wasije wakawekeza sana kwenye maandalizi ya timu afu akapoteza fedha ikawa imeondoka hivi hivi. Kwa hiyo wanaona afadhali wa focus kwenye mkutano. Kwa sababu Mangungu kwa kitu usichokijua, huu ni wakati wake wa mwisho kugombea. Ni wakati wake wa mwisho, na Mangungu Murtaza Mangungu na kukaribisha kwenye klabu ya Dar es Salaam Yanga Africa, kwa sababu timu yako pendwa ya Simba hawakutaki na kila siku wanakuletea lawama. Kwa hiyo karibu Yanga Africa, kama ambavyo mimi nilikuwa niko Simba, machungu, majonzi, huzuni ilikuwa inanipa sasa hivi na furaha. Unaona shavu inachuma kunde. Kwa Mangungu, karibu sana Yanga, sababu wewe ndio kiongozi ambaye mimi nakukubali sana. Nakukubali kiongozi ambaye umekaa madarakani kwa kipindi chako, tumekufunga mara 6 mfululizo. Umetusaidia sana. Kwa hiyo Meja, ulipozungumza kuhusu mkutano na mechi, pengine wanataka kuwapumbaza mashabiki wao kwamba tulifocus sana na mkutano ama tulifocus sana na sasa umenielewa. Yaani wanataka waonekane kama kulikuwa na vitu viwili vya muhimu hapa. Kwamba hata wakifungwa waseme tulikuwa kwenye mkutano. Na kwenye mkutano wana uwezo wa kuwapumbaza, kwa sababu wakishafika pale wako wachache. Wako kama 2000, sasa acha walokufa walofanyaje, yani wanachama. Kwa wako wachache. Kwa hiyo wakiingia mtu pale anapewa box. Ile box kuna jezi 2, alafu wakati mwingine anapewa 200 au 300 iko kwenye box. Kwa hiyo wakiingia wale wanachama si 100 200, wakipewa vile vile afika kule wanapiga makofi tu, wanalii. Wakiletewa na ubwabwa wanapiga makofi. Kwa hiyo yale machungu yao hata ya kufungwa hawawezi kukubali. Na wao wanaamini kabisa kwamba
away, kushinda away ni kazi sana. Kwa hiyo wametengeneza mazingira fulani ili wakipoteza mechi ionekane kwamba kulikuwa na mkutano huko. Sio kwamba sio wajinga. Wana akili. Wanajua kucheza na mashabiki wao. Kwa maana ya Dar es Salaam Africa. Maana sisi acha kujibu hilo tutakuwa mchezo wa aina gani, lakini kwa Tanzania sisi ndio tunacheza michuano ya haki kwa sababu sisi tunacheza kwenye klabu bingwa na sisi ni mabingwa. Huyu Simba anacheza kwenye klabu bingwa kati sio bingwa au wengine shirikisho tuachane nao. Utakuwa mchezo mgumu kwa sababu tayari sisi hapa tulipo tumeanza kutishia kwenye vilabu vyote ambavyo vinashiriki kwamba tumeweza kumfunga mtu goli moja tukiwa nyumbani na ukiangalia namna ambavyo kikosi chetu kwa maana ya ingia toka ya makocha watu hawakuamini kwenye namna ambavyo tungeweza kupata ushindi. Na ni mechi ngumu kwa sababu gani? Hizi mechi kwenye hatua hii kila mtu anashinda nyumbani kwake. Haijalishi mbovu kiasi gani. Kila mtu anashinda nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana na pengine hiyo tukipata angalau hata alama moja kwetu sisi itakuwa ni tuna wakati mzuri sana wa kufika kwenye hatua ya robo finali. Na hata kama tukipoteza basi tusipoteze kwa idadi kubwa ya magoli ili kuweza kuongeza mapambano kwa sababu tukipoteza kwa idadi ya magoli mengi wachezaji mashabiki watavunjika mioyo. Na mimi tutaenda kucheza kwa hali na tutaenda kucheza vizuri ili tuibuke na ushindi, tujiwekee mazingira mazuri ya kuweza qualify kwenye hatua ya robo finali. Ni kupata ushindi, lakini kitokea hata tumepata suluhu sio mbaya. Si tazamii kwenye kufungwa kwa sababu naamini hata tunaocheza nao maana yake watacheza wakiwa wana tahadhari kubwa, wakiwa wanajua hii Yanga sio timu ya mchezo kwa sababu hata wenyewe waliona namna ambavyo tumecheza. Kupoteza dhidi ya National ya Ahadi. Hiyo sisi sio kazi yetu. Sisi kazi yetu tunachoangalia ni kukusanya zile pointi, tuwe na pointi za kutosha ili angalau tukikosa kwenye nafasi ya kwanza basi ya pili tuwe tumekaa hapo. Wao kama walipoteza sisi sio kazi yetu. Ndio tumeenda mapema sana ili kuweza kumudu yale mazingira kwa maana ya hali ya hewa na vitu vingine ili baadaye tusije tukawa na sababu za kusema kwamba sio aitwekea pilipili kwenye chakula sio alifanya nini. Sasa hivi tushakuwa majani sana, tunajua mbinu zote ambazo tulikuwa tunafanywa mwanzo figisu tunazijua. Ndio maana unaweza kuona National Al Ahly wanakuja hapo na wanabeba mapipa ya vyakula wanene kwa sababu wanajua kwa sana sisi sasa hivi tumekuwa wabaya sana kwenye eneo la figisu. Shukrani sana. Asante. Cross Majanga. Oh.